Na mtazamaji, wakazi wa kaunti ya Kirinyaga na Kericho walitoa hisia zao jana kuhusu mpango wa serikali wa kuuza 15% ya hisa ya kampuni ya Safaricom kwa kampuni ya Vodacom. Katika kikao hicho, wenyeji walitoa tahadhari kwamba serikali isitumie mbinu fiche kuwahadaa Wakenya na kufanya ufisadi katika uuzaji wa hisa hizo. Na kama anavyoripoti mwanahabari wetu Crispin Otieno, ni kwamba mpango wa kuuza hisa hizo umeendelea kuzua mjadala. Mchakato wa kupokea maoni ya wananchi kuhusu uuzaji wa 15% ya hisa za serikali katika kampuni ya Safaricom inazidi kuvutia hisia mseto. Hii leo ikiwa ni zamu ya wakazi wa kaunti ya Kericho na Kirinyaga ambazo inazuia. Vikao hivyo viliandaliwa na kamati ya pamoja ya bunge kuhusu fedha na mipango na ile ya madeni ya umma na ubinafsishaji. Wakazi wakiunga mkono mchakato huo, japo wakitaka marekebisho kiasi kabla ya kuidhinishwa kwa uuzaji wa hisa hizo. As citizens of Kericho, we have said we have no objection. We are voting yes. However, we are proposing one or two amendments. One amendment, the government should sell 10%. And then allowing the citizens to buy 5%. The president has saw it fit to reduce the shares in Safaricom so that we avoid depending on loans from other countries or international monetary funds. Mwenyekiti wa kamati ya bajeti Kimani Kuria akisema ameridhishwa na idadi ya wananchi wanaojitokeza kuelezea hisia zao. We've had one of the most successful public participation exercises. We met very informed, well-researched Kenyans who have given us very great ideas on this session paper number 2, the partial divestiture of Safaricom PLC to Vodacom. One, they are concerned that development that has been done by such initiatives raised before has only going to benefit a few parts of this particular country. Hata hivyo, katika kaunti ya Kirinyaga, wenyeji walionekana kupinga uuzaji wa hisa za serikali, wakiibua maswali kadhaa kuhusu mpango huo. On my opinion, I would say these people are trying to overrule us or to use our poverty. Kama ikiwa tumefika kule mwisho hatuwezi tukakopa tena. How certain are we that after selling the shares, the net amount will be in our economy, will touch the ground man? Serikali imekuwa na 35% ya hisa katika kampuni ya Safaricom na uuzaji wa 15% unatarajiwa kutumika kufadhili miradi mbalimbali ya serikali. Vikao hivyo vinatarajiwa kuandaliwa katika kaunti 30 kote nchini. Crispin Otieno, Runinga ya Citizen.